Upepo mpya umeanza kuvuma kutoka Washington kuelekea Afrika Magharibi. Pentagon imetangaza maandalizi ya kupeleka takribani wanajeshi 200 nchini Nigeria, hatua inayotikisa meza za diplomasia na kuibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa vita dhidi ya ugaidi barani Afrika. Hatua hiyo inakuja wakati Nigeria, taifa lenye watu wengi zaidi barani Afrika, ikiendelea kupambana na kivuli kizito cha makundi yenye misimamo mikali kama Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP. Makundi haya kwa miaka mingi yamegeuza vijiji, makanisa, misikiti na masoko kuwa medani za damu na majonzi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, wanajeshi hao wa Marekani hawataingia vitani moja kwa moja. Badala yake, watakuwa wakufunzi na wataalamu wa kiufundi wakifanya kazi bega kwa bega na jeshi la Nigeria ili kulinoa kwa mbinu za kisasa za kupambana na ugaidi. Lakini nyuma ya maneno ya diplomasia kuna simulizi pana zaidi, kwani hatua hiyo inafuatia mashambulizi ya anga yaliyoidhinishwa na Rais wa Marekani Donald Trump katika kipindi cha Christmas mwaka jana, ambapo United States African Command AFRICOM ilisema iliwaua wanamgambo kadhaa wa ISIS katika jimbo la Sokoto. Rais Trump kwa mtindo wake wa moja kwa moja alisisitiza kuwa Marekani haitakaa kimya pale Wakristo au raia wasio na hatia wanaposhambuliwa. Kauli zake ziliibua mjadala mkali. Serikali ya Nigeria ilikataa vikali madai ya mauaji ya halaiki dhidi ya Wakristo, ikieleza kuwa ugaidi huo hauchagui dini. Waislamu na Wakristo wote wamekuwa waathirika wa risasi na mabomu. Nigeria si mgeni katika vita hii. Tangu miaka ya 2000, makundi yenye misimamo mikali yamekuwa yakitumia ukanda wa kaskazini mashariki kama ngome yao. Mapigano yamegharimu maelfu ya maisha, mamilioni wakikimbia makazi yao na uchumi wa eneo hilo kuyumba. Lakini changamoto si ugaidi pekee. Migogoro ya ardhi, maji na makundi ya majambazi imechangia moto unaowaka katika majimbo ya kaskazini. Hivyo, ujio wa wanajeshi wa Marekani unaonekana kama nyongeza ya nguvu, lakini pia jaribio la Washington kurejea ushawishi wake katika eneo la Sahel linalozidi kuwa uwanja wa ushindani wa mataifa makubwa. Katika miaka ya hivi karibuni, mataifa kadhaa ya Magharibi yamepunguza uwepo wao wa kijeshi Afrika Magharibi, huku baadhi ya serikali zikigeukia washirika wapya. Hatua ya Marekani kupeleka wanajeshi Nigeria inaweza kutafsiriwa kama ishara kuwa Washington haitaki kupoteza nafasi yake katika ukanda huo nyeti. Kamanda wa AFRICOM, Jenerali Gavin Anderson, alisisitiza kuwa lengo ni kulinda maisha ya wasio na hatia na kuvuruga mitandao ya magaidi popote ilipo. Lakini swali linalobaki hewani ni hili: je, wanajeshi 200 watabadilisha mizani ya vita hii ndefu, au ni mwanzo wa sura mpya ya ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani katika mapambano ya Afrika Magharibi?